Naam, ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na ni Amka na Baraka1 TV, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Minembwe, mapigano makali. M23 waanza kukimbia maeneo mbalimbali, huku Lemera bado hali ikiwa ni tata. Lemera ikiwa bado iko chini ya mikono mwa magaidi wa M23, huku wazalendo wakiendeleza kuwasha moto kwa ajili ya kuchukua maeneo yote ya Lemera. Kivu ya Kaskazini, FARDC wazalendo wafanikiwa kuchukua Katoi, huku mateka wakijisalimisha kutoka kwa upande wa magaidi wa M23. Shabunda, wazalendo wafanya muungano muhimili na hivyo kuweza kumteua Jenerali Justin Mabele Egle kuwa kama kiongozi, huku jijini Goma Umoja wa Ulaya watuma wakilishi na raia jijini Goma waendelea kuteseka wakihitaji msaada kutoka serikalini. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuchukue taarifa hizi za moja kwa moja kutoka huko maeneo ya Minembwe ambako mapigano bado ni moto. M23 waanza kukimbia, huku Lemera ikiwa bado chini ya mikono na magaidi wa M23 licha ya jitihada zinazofanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo kukomboa hayo maeneo. Mpaka sasa hali inazidi kuwa tete huku kwenye milima ya nyanja ya juu maeneo ya Minembwe ambako vijiji kaza wa kaza tayari vimekwisha kudhibitiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, huku jana tarehe 20 wazalendo na FARDC walifanikiwa kuweka miguu yao ndani ya Minembwe Centre licha ya uwepo wa baadhi ya magaidi wa M23 wakiwa bado wamejificha ficha, na asilimia kubwa ya M23 Twirwaneho Red Tabara wamekwisha kukimbia maeneo ya Minembwe. Kutoka kwenye uwanja wa mapigano, taarifa zinasema ya kwamba mapigano yalikuwa ni makali licha ya Angola kupendekeza kusitishwa kwa mapigano hiyo tarehe za mwezi wa pili 2026 ili kuweza kuipa nafasi mazungumzo ambayo yako yanafanyika huko Doha pamoja na Umoja wa Afrika kwa kile kinachoitwa kuweza kutafuta namna ya kutatua migogoro ambayo bado inaonekana kuzidi kushika kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita hiyo ambayo imewakutanisha magaidi wa M23 Red Tabara Twirwaneho dhidi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaungwa mkono na wapiganaji wa udongo wa Zalendo. Kwa sasa asilimia kubwa ya Minembwe imekwisha kudhibitiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku kukibakia asilimia chache tu ili waweze kukamilisha kazi ya kudhibiti maeneo yote ya Minembwe. Tukiachana na upande wa Minembwe, tukirudi tarafani Uvira ndani ya utawala wa Bafuliru ndani ya groupmenti ya Lemera, mpaka sasa licha ya mapigano ya takriban siku zisizopungua 4, wazalendo bado wanazidi kuwasha moto dhidi magaidi wa M23, huku ndani ya Lemera bado magaidi wa M23 wakiwa wanaonekana wakitembea na pia kuendelea kujilinda dhidi ya mashambulizi ya wazalendo ambao kwa sasa wanapania kuchukua maeneo yote ya Lemera.
Mapigano yamesikika katika maeneo mbalimbali katika utawala wa Bafuliru, huku M23 pia na wao kwa upande wao wakizidi kujiongezea nguvu ili kujaribu kuzuia mashambulizi ya wazalendo, lakini bado hali imekuwa ni mbaya kwao. Asilimia kubwa ya magaidi wa M23 wanaonekana kupoteza maisha. Na baada ya taarifa hizo, ndugu zangu, taarifa za Lemera bado ziko kwenye kapeti na ukweli unaopata kupitia Baraka1 TV. Mpaka sasa hivi bado Lemera haijaingia mikono ya wazalendo na FARDC ambao wanapatikana Lemera kwa sasa bado ni magaidi wa M23. Tukuletea taarifa kamili kwa yote ambayo yako yanaendelea huko maeneo ya plain ya Ruzizi na milima ya Nyanja ya juu pamoja na ile ya chini. Tuingie huko jimboni Kivu ya Kaskazini ambako FARDC amefanikiwa kuchukua Katoi, huku pia baadhi ya magaidi wakijisalimisha na kukamatwa mateka vile vile. Baada ya siku 4 za mapigano makali ndani ya tarafa ya Masisi kati ya magaidi wa M23 na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanashirikiana bega kwa bega na wazalendo, hatimaye wazalendo wamefanikiwa kuchukua maeneo ya Katoi hiyo siku ya jana ya tarehe 20 za mwezi wa pili 2026 baada ya kuweza kuwaondoa magaidi wa M23. Wamefanikiwa kuweza kuondoa magaidi wa M23 hiyo tarehe 20 za mwezi wa pili 2026 na vile vile pia kuweza kuwarudisha nyuma ndani ya kitongoji cha Nkonkwe ambacho kinapatikana ndani ya groupment ya Kibati ndani ya utawala wa Bahunde huko jimboni Kivu ya Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yalichukua takriban siku 4 huku majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wakiendelea kujidhatiti vizuri, lengo likiwa ni kudhibiti maeneo yote ambayo yalikuwa yamekwisha kuingia mikono magaidi wa M23. Katika mapigano hayo, wanajeshi waliokamatwa kwa kinguvu ama pia raia ambao walilazimishwa kuingia kwenye mlolongo wa magaidi wa M23 ambao hapa juzi walitambulishwa kuwa ni makomando 7,532 magaidi wa M23 wameanza kujisalimisha wao wenyewe licha ya uwepo wa maneno mengi kutoka kwa upande wa magaidi wa M23. Mengi na zaidi ripoti hii kutoka kwenye uwanja wa mapigano. Amjambo tena. Ni salama. Leo tuko tarehe 12 ya mwezi ya pili 2026. Tumebahatika tena kupata wandugu zetu ambao wametoka ndani ya chama ya warebele ya M23. Wamesema hawataweza kugombana na wandugu zao, ni sherti watoke kule wakuja wakajiunge tena na wandugu zao. Kwa majina ni nani? Mimi naitwa APA Ganyomulume Muhanzi Jean Pierre. Papa APA, ulikuwa polisi ama ulikuwa jeshi ya FARDC? Mimi nilikuwa polisi ya kompanyia muziki ya PNC. Sasa ulijikuta kwenye M23 namna gani? Afande, nilijikuta kwa M23 wakati yenye Bukavu iliangukaka mikono ya baasi. Bakapa siku mwa bakaita salongo speciale, kila batu bakuye bafanye salon. Ni kufika pale, kumbe ba shefu ya mungini balikuwa balisha tupania sinyale, bakatukamata pale sawa vile infiltrebe balibakia na jificha ndani ya makartier. Ndio bakatubeba Rumangabo, tukasumbuka kule miezi 9. Apre pale ndio bakatulibere, banatutia sawa mwanja vita setu pigana na bandugu wetu. Ndiyo. Vile munaona hapa, kati yao kuna 4
ni wa ex-FARDC na mwingine mmoja kati yao ni alikuwa polisi, alikuwa pense, alikuwa mchunga raia. Sasa wote wamejiripoti kwenye chama ya ANCDH ambacho kinaongozwa na Generali Kamanda Jean-Marie wa Mushaba Bonane akishikiliwa na Generali Sauli Dunia Inyasi. Ndiyo maana wamesema wakuje wajiunge na watoto wa nchi, wasiendelee kutatiza wa ndugu zao ndani ya hiyo chama ya M23 ya wateroristi. Leo wamesema nono, hatutaendelea kuteseka, tutoke kule, turudie, tukuye, twende kwetu kunyumba, tujiunge na wa ndugu zetu. Na wewe jina yako ni nani? Umulanga ya fandiza Kalonji Kabangu 100. Kalonji Kabangu. Ulishikwa je? Huko naendelea kusikiza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Jide Kizenga Tembele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Asha, da Irene, Ankisi Kandeke, Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, ya Haya Hussein kutoka Dar es Salaam, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe Central, pamoja na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Tuingie huko maeneo ya Shabunda ambako wazalendo wafanya muungano imara. Generali Justin Mabela Egle ameteuliwa kuwa ndiye kiongozi wa wazalendo ndani ya Shabunda. Hii ni kutokana na muungano wa wazalendo kuwa na kasoro hapo awali, na hivyo kusababisha kufanya kazi isiyokuwa na umoja pamoja na ushirikiano. Wazalendo mwanzo walikuwa wakifanya kazi kila mtu na mpango wake, lakini baada ya makosa hayo wameamua kukaa meza moja na kuchagua uongozi mmoja ambao utafanya kazi kwa maslahi ya taifa, pia na kufanya kazi ziweze kuwa rahisi kama inavyostahili kufanyika. Kwa sasa jimboni Kivu ya Kusini, wazalendo wanaonekana kuzidi kujiimarisha vizuri, na huku wanatengeneza kitu ambacho kitasaidia kuendeleza kwa kunguta magaidi wa M23. Imefanyika Shabunda. Baba Kordo, Justin Mabala Egle, ndio kordo wa territoire ya Shabunda wenye nasimamia hii kigundi yetu ya wazalendo wenye kubakia kulinda front kila wakati na kila saa. Tupige mikono. Mungu akubariki. Mungu akue pamoja na wewe. Kwa madaraka yote unapotoka kwa Mungu na hapa chini ya jua, Mungu akubariki. Asante. Tupige mikono. Tunapita Ngandulu Ndimu Ibe anazulika sana, lakini iko na representa hapa ni Songa Makuta. Iko wapi? Wakilisha Ngandulu Ndimu tunamrasikia ni baseigneur de guerre benye kufia inchi. Tunapoteza watoto mingi. Wa kwanza tulizika Michel, tulizika bengine Lubila, tulizika bengine kule Kishadu, tulizika. Na wabeba nabakia, tuwapatie courage, haiko vile? Ndio. Tuwapatie courage, haiko vile? Ndio. Tunapita watatu ni Muganza Masamba Raimo. Ndio mikono na ndugu. Hawa ndio waseigneur wenye kufia inchi kulinde front. Barapigana tangia Walungu. Mulisikia barapigana tangia Walungu Nzibira. Kufika Nzibira bali bashusha na bakurudisha Zegebe nyuma. Bali endelea kupigana na watoto walikufa, lakini walisiporte, walisaidia baba yabo FARDC.
Hapa ni kitao ya FRDC na polisi pamoja na ANR pamoja. Tupige mikono. Mungu akubariki. Tunapita waine Izinga, Salupoti, Mikaeli. Simama baba. Félicitations kwa Izinga, Salupoti. Ndio kafuma mnasikiaka. Kupiga mikono. Ni watoto wenye wanafia nchi. Ni yeye huyu. Ni yeye huyu. Asijaya vita. Asijaya vita. Musitame. Mko mnashutama. Matelefoni Kilundu Bernard Al-Qaida. Asijaya vita. Mupiga mikono. Niko na predoye moja. Sababu ya nini? Shetu na uziki. Hakuna ba muguba side na balika. Ndio tunaenda. Tunaenda mu promotion ya kwanza. Mnasikia muliga? Manake tunakuwa mu installation yenu. Hapana yetu. Sababu hatuone hata vitu vinachangana. Mwisho wangu pale. Tunaendelea? Ndio. Haiko vile? Ndio. Tunapita sisi. Mwatanya Musamba Kaptine. Iko wapi? Tupia mikono. Tupia mikono. Mungu akubariki baba. Mungu akuwe nawe pamoja. Tumika kazi. Ndio kaptini mnasikia kauli. Kaptini. Tuna Yuda ule. Ule Yuda mwali toa Yesu. Tunapita pole pole baba. Hapana mimi nachuki. Papa. Tunapita. Saba. Matondo Useni Kibeji. Iko wapi? Mwenga. Anazulikani kwa Mwenga. Tupige basi mikono. Munane. Tunapita Muligi Mabanze. Anazulikana. Tupige mikono. Jijini Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kihutu imezidi kuwa mbaya, huku Umoja wa Ulaya ukituma wajumbe ndani ya jiji la Goma ili kuweza kukutana na viongozi wa magaidi wa M23 na pia kuangalia jinsi hali inavyoendelea jijini Goma. Mhusika wa delegesheni hiyo Bi Haja Lahbib aliweza kukutanana na viongozi wa magaidi wa M23 na pia ziara yake itafika Kinshasa pamoja na Bujumbura na baadaye Kigali, ambako hatakuwa na mazungumzo na viongozi wa ukanda wa Afrika ya Kati pamoja na Afrika ya Mashariki. Mengi zaidi ripoti hii kutoka jijini Goma. Commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandaté par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendu tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider
à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Merci. Licha ya uwepo wa viongozi mbalimbali kuja kudhuru mji wa Goma, raia jijini Goma bado wanazidi kuteseka huku wakihitaji msaada wa kuweza kukombolewa. Maisha ndani ya Goma yamekuwa ni magumu. Wafanyabiashara mbalimbali na hata wajasiriamali wamekuwa wakipata vitisho na manyanyaso kutoka kwa magaidi wa M23, huku kazi zote za umma zikipewa watu wa kabila la Kinyarwanda ndio wanaomiliki asilimia kubwa ya kazi za serikali ndani ya jiji la Goma. Shie tuko huku Goma tunateseka sana grave. Tunateseka sana. Sana tena sana. Maki M23 kunatusumbua sana. Tanto bavie bote ubashwe makazi batote bamabotike babatoshe. Maki na movement zetu zote kusikata azikuwa tumika tena. Na nini nama société du mazemadu doit fungia distomike ça vile jiforest nao bara ifungia na distomike shiba jene huku hakuna kazi tena, hakuna kazi na moya kwa fa kama go kakeni ndio wajene mlikre kakutafuta franc banja wafukuza ndio vile gra huku mage shida tunateseka sana. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.